Kwa hiyo mimi ninawapongezeni sana madiwani na watumishi chini ya uongozi wako Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mwaka 21-22 hati safi nimesema, lakini pia huwa ninafanya tathmini ya mapato ya halmashauri zangu, na nadiriki kusema miongoni mwa halmashauri zinazofanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato kwa mujibu wa takwimu ni halmashauri ya Ilemela. Data zinaongea, takwimu zinaongea, na halmashauri hii kwenye mapato ni wasikivu. Nilimwita DC nikamwambia, nendeni, hamjafikia bado 100%. Nilimwita ODC na madc wenziwe ikiwemo Wanyamagana, nenda kawabane watu wako, nendeni kakusanyeni, na nitasikia milio mingi huko mitaani, lakini kila atakayepiga simu msaada wangu nitamwambia, kama unadaiwa huna pesa njoo nikukopeshe, lakini sio kumwambia DC au Mariam au mkurugenzi kwamba bwana mlegezee kamba huyo. Bila hivyo hatuwezi kufikia malengo. Kwa hiyo huwa nawapa confidence halmashauri zangu zote, kama mtu ni haki yake kulipa alipe, asije akasema mimi mkuu wa mkoa rafiki yangu. Urafiki wetu ni huko mitaani. Inapokuja kwenye swala la kazi, sina urafiki na mtu anayeibia halmashauri mapato, na hiyo msimamo wangu huko wazi kabisa, na nitaendelea kuusimamia hivyo. Kwa hiyo halmashauri hii ni miongoni mwa halmashauri, waheshimiwa madiwani, inayofanya vizuri kwenye mapato, na ninaamini mtaongeza jitihada mfanye vizuri zaidi kwa mujibu wa takwimu, kwa sababu 2022-23 mlianza na bilioni 13 mkakusanya bilioni 11.6 sawa na 86%. 23-24 mkaenda bilioni 14 kutoka 13 mkakusanya 13.6 sawa na 94%. Mmetoka 86 mmefika 94. 2024-25 bilioni 19.5 imekasimiwa, mkaenda kukusanya bilioni 14.3 96%. Mmetoka 86 mkaingia 94 mkaingia 96. 25-26 mmekasimia bilioni 16.4 mmekusanya 16.5 sawa na 102%. Sasa ushauri wangu kwenye mapato, mambo ya makusanyo tunaenda vizuri. Tunataka tukija hapa mwakani, mstahiki meya, mtuambie kwamba miradi mikubwa yenye kuleta taswira kubwa hapa Ilemela inayotokana na mapato ya ndani ni miradi gani. Tuachane na mambo ya peti project, kuja hapa kugawana, bana mimi nipewe choo cha milioni 3, mwingine choo cha milioni 7. Hakuna halmashauri itakayosifika kwa kujenga choo. Narudia tena, hakuna halmashauri madarasa 6 yajaisha. Hizo ni daily routine. Lazima muwe na miradi mikubwa ili baraza lenu likistaafu mseme mmeona mradi wa soko pale. Lakini pia mnaweza kubuni, Ilemela bado inajengeka, tunaweza maeneo ya kuchukua viwanja yapo, kama fedha tunazo, si tulipe, tupime, tuendelee kupima ili watu waendelee kujenga, tuuze viwanja. Lakini iko miradi mikubwa, maeneo ambayo ina population kubwa yanahitaji masoko. Masoko yakijengwa watu walipie, ni masoko ya kibiashara, sio masoko ya kujenga ili watu wakae bure. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.